Majuzi ulinipa maelekezo ya kutembelea viongozi wakuu wastaafu kupata maoni yao namna ya kuimarisha Chama cha Mapinduzi. Na mmoja niliyowatembelea alikuwa mzee wetu Jaji Joseph Warioba. Katika mazungumzo yangu na mzee Warioba, katika mambo aligusia ni uwezo mkubwa wa mzee Msuya. Alielezea jinsi alivyokuwa akijitoa kwa taifa. Alielezea ambavyo alipewa madaraka magumu katika nyakati ngumu. Kwa mfano, alipewa waziri mkuu mara tu baada ya vita ya Idi Amin kati ya mwaka 80 na 83. Lakini pia alipewa tena mara ya pili waziri mkuu mwaka 1994 na 95 wakati wa mabadiliko makubwa ya uchumi wa nchi yetu. Kwa mujibu wa maelezo ya mzee Warioba, mzee Msuya alikuwa na moyo wa kipekee. Alikuwa na mawazo mengi ya kujenga, lakini hakuwahi kumkasirikia mwenye mawazo tofauti. Na alinisihi nitakapokwenda kwake nimuulize maswali mengi na niende na notebook ili nisije nikapoteza chochote atakachokisema. Kwa bahati mbaya sikufanikiwa kwenda huko. Kwa maneno mengine, nitalazimika kurudi kwa mzee Warioba ili anieleze, kwa sababu anayajua na hakutaka kuniambia yeye mwenyewe. Mheshimiwa Rais, lakini moja kubwa sana ambalo mzee Warioba aliniambia ni jinsi ambavyo mzee Msuya alifanya mambo mengi mazuri, lakini kamwe hakuwa na tabia ya kujigamba. Na hili ni moja ambalo pia Mheshimiwa Rais tumejifunza kutoka kwako. Kwa mambo ambayo umeyafanya kwa miaka hii 5 katika nchi yetu, ungekuwa na tabia za watu wanaojigamba, nadhani nchi ingekuwa ngumu sana hii. Lakini tabia yako na tabia ya mzee Msuya zinafanana. Ni wito wangu kwa vijana na wananchi wengine wa Tanzania, kila mmoja wetu kuona wajibu mkubwa ambao kila mmoja anao kwa taifa letu, na kila mtu kufanya kila kilicho ndani ya uwezo wake kuitumikia nchi yake bila kujali sifa anazopata. Chama cha Mapinduzi tutauenzi na kuuthamini mchango mkubwa wa marehemu Cleopa David Msuya, na daima tutafuata yale aliyoyaelekeza. Mheshimiwa Rais, baada ya kuyasema hayo, nawashukuruni sana. Mungu ailaze roho ya marehemu Cleopa Msuya, Mtanzania aliyeipenda nchi yake, mahala pema peponi. Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya mawaziri wakuu wastaafu, nimkaribishe Mheshimiwa John Samuel Malecela, makamu wa kwanza wa rais na waziri mkuu mstaafu. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, naomba nitumie fursa hii kukushukuru wewe binafsi kwa kuridhia kuwa pamoja na sisi siku hii ya leo yenye majonzi na huzuni mioyoni mwetu, ambapo tumekusanyika kwa umoja wetu kumwaga aliyekuwa makamu wa kwanza wa rais na waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hayati Cleopa David Msuya. Kwa pamoja tunatoa pole nyingi kwa familia, ndugu, jamaa na marafiki na Watanzania wote. Mheshimiwa Rais, naomba uwepo wa viongozi wengi wa aina mbalimbali. Nisamehewe hapa kusema kwamba itifaki imezingatiwa badala ya kutaja orodha ya wote viongozi walioko hapa. Ndugu viongozi wa serikali, familia ya marehemu, ndugu, jamaa na marafiki wa Tanzania wenzangu,
Tumekusanyika hapa kwa huzuni kuu na mioyo iliyojaa majonzi kuaga rasmi mmoja wa watumishi wa umma waliotumikia taifa letu kwa uadilifu, uaminifu, busara na moyo wa kizalendo wa hali ya juu, hayati Mzee Cleopa David Msuya. Nimesimama mbele yenu leo si kama miongoni mwa viongozi wenzake wa zamani, bali kama ndugu, rafiki na mshirika wa karibu katika utumishi wa taifa letu. Nimemfahamu Mzee Msuya zaidi ya nusu karne au miaka 50. Tulifanya naye kazi pamoja katika nafasi mbalimbali za serikali. Na nimejifunza mengi kutoka kwake. Nimejifunza mengi kuhusu uongozi, nimejifunza kwake kuhusu nidhamu kazini, nimejifunza kwake kuhusu kutanguliza mbele maslahi ya taifa badala ya maslahi ya mtu binafsi. Mzee Msuya alikuwa mtu mtulivu, asiye na papara, mwenye hekima ya hali ya juu. Alikuwa ni kiongozi aliyesikiliza kwa makini kabla hajazungumza, na kila alipozungumza alizungumza maneno yenye busara na yenye mshiko. Katika kipindi cha utumishi wake alishika nyadhifa mbalimbali zenye uzito mkubwa wa madaraka, ikiwa ni pamoja na kuwa waziri wa fedha wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katika nyadhifa zote hizi alijipambanua kwa umahiri wa kupanga sera, udhibiti wa matumizi ya rasilimali na usimamizi wa uchumi wa taifa. Nilifanya naye kazi kwa karibu sana, hasa katika kipindi kigumu cha uchumi ambapo tulilazimika kuchukua hatua ngumu kwa ajili ya ustawi wa taifa letu. Mzee Msuya alikuwa ni mtu jasiri na mwenye maono. Hakuyumbishwa na vishindikizo vya ndani ya nchi wala nje ya nchi. Alisimamia misingi ya haki, uwajibikaji na uwazi, na alithamini sana mashirikiano ya kitaifa. Mbali na kazi ya serikali, Mzee Msuya pia alishiriki kikamilifu katika siasa za nchi yetu kwa weledi mkubwa. Alikuwa mwanachama wa TANU kwanza na baadaye CCM, na daima alihimiza siasa za hoja, maadili na heshima kwa kila mtu. Alikuwa ni daraja la kizazi cha waasisi na taifa la kizazi cha vijana viongozi wapya. Tanzania imepoteza hazina. Sisi tuliobaki tunabeba wajibu wa kuendeleza misingi aliyoisimamia, aliyoiamini na kuisimamia. Tunapoomboleza leo
na kisha kwenda kumzika kwenye nyumba yake ya milele. Tuendelee kumwenzi kwa vitendo vyetu vya kuwa waadilifu, wanyenyekevu na wenye kuzingatia umuhimu na kuliweka taifa letu mbele. Pumzika kwa amani. Mzee Cleopa Msuya, umemaliza wajibu wako kwa heshima na hofu ya Mungu. Taifa linakushukuru.